Mtu mmoja anayefanya kazi Mochwari akiwa anaiangalia maiti na maiti ile inafufuka. Bwana we, subscribe kwanza ili mradi uwe familia na uwe sehemu yetu. Movie inaanzia hapa akiwa binti mmoja anaitwa Ana akiwa amepandwa na mapepo na mchungaji akitoa dawa, yaani mchungaji akimwombea, lakini pepo hilo bwana ni pepo bishi, pepo gumu, pepo mkata viuno, pepo mla nyama za watu. Pepo yule akafanya makubwa ambayo yalimtia wasiwasi baba, yaani baba yake mzazi na Hana. Baba mzazi alikuwa anampenda sana binti yake, lakini binti yake tayari ameshabadilika na kuwa shetani, yaani mwili wa Hana unaongozwa na kiumbe kikubwa, kiumbe ambacho hakisikii la mwazini wala la mkimuswala. Lakini baba hakupendezwa na binti yake kwa vile, ndio maana akamuitia mchungaji, lakini mchungaji aliomba mpaka akaomba tena, na mwisho wa siku Hana na pepo lake lenye nguvu likamuondoa maisha ya mchungaji, na baba akaona nikifanya mashala basi na mimi nitakufa hapa hapa. Baba akaona isiwe kesi, akachukua kimto bwana na kumfunika binti yake, na binti yake akapoteza maisha pale pale, na yule mchungaji tayari naye ameshakufa, yani Ana amekufa yeye na vile vile kumuua mchungaji. Lakini baba akaona isiwe shida, acha na mimi nikuue mwanangu, ili mradi usiendelee kutoa roho za watu. Kumbe baba alichochea moto ambao haujui, na vile vile baba alikuwa amefanya jambo ambalo litakuja kumgharimu. Miezi mitatu baadaye kupita, hapa tunamwona dada mwingine ambaye anaitwa Megan. Megan alikuwa ni askari polisi mwenye stress nyingi na mwenye matatizo, maana yake siku mbili hizi alifanya jambo kubwa ambalo ilipelekea rafiki wake wa karibu, partner ambaye anafanya naye kazi, kupoteza maisha. Kwa hiyo kama ameathirika kisaikolojia, na akataka mapumziko kidogo na kumfuata Lisa. Lisa yeye alikuwa anafanya katika kazi katika kitengo kidogo cha Mochwari, yani cha kutunza miili ya watu waliokufa. Haya, akiwa Megan amekuja hapa kuomba kazi, na Lisa akamwambia basi sawa, utakuwa sehemu moja ya familia yangu, nitakuongea na bosi na bosi atakusikiliza na atakupangia kila kitu na program namna gani ya kufanya. Basi Megan amekuja hapa, amekabidhiwa kwa bwana mkubwa. Dokta akaanza kumpitisha sehemu moja na nyingine, ili mradi Megan aelewe formula, aelewe mandhari ya ofisi yake na aelewe mazingira ya kazi, na kumwambia bwana, hiki ndo chumba chako na huku unakuwa mlango wa kuingilia, utaingia hapa, utatokea hapa, na hii ndo kadi yako ambayo ukija hapa ukitia kadi hii mlango unafunguka na maisha yanaendelea. Akamwambia usijali, na utafanya kazi hapa. Basi dokta akachukua wakati wake mkubwa sana kwa siku hiyo kumwelekeza Megan namna gani ya kufanya ama namna gani ya kutenda. Akamwambia utachukua fingerprint tu za miguu pamoja na vidole, na utachukua tu maelezo muhimu ambayo mgonjwa anabidi yaripotiwe, na tujue kama serikali tunaenda kupeleka nini katika biashara hii au katika mambo haya au katika kitengo hiki ambacho ametugea. Dokta alitumia wakati wake mkubwa sana kumwelekeza Megan, maana yake huku tena si tena kushika bunduki, yani hapa ni mambo tu ya x-ray, kuchoma watu sindano na kuchukua vipimo. Sawa, dokta alitumia wakati wake mkubwa sana kumwambia bwana, uwe makini na hiyo ndio sehemu yako ya kazi, kwa hiyo usijali. Huyu hapa anaitwa David bwana, na huyu hapa anaitwa Emily na David. Hawa ni walinzi wa karibu ambao Megan amekabidhiwa kama ni watu wake wa karibu ambao atakuwa nao katika sehemu hii ya kazi, kwa sababu walinzi hawa ndio wanaweka usalama hapa. Megan akaongea nao vizuri na wakapokeana vizuri, na Megan akaanza kufanya kazi kama jinsi ilivyokuwa kawaida, kama kawaida. Basi hapa akachukua vipimo kwa huyu marehemu aliyeletwa hapa, kuchukua taarifa zake muhimu na akaziandika mzee huyu hapa bwana. Lakini David akaanza tena kuleta utani wake, unachezea maiti huku watu wengine wanaleta masuala kijinga. Ndio maisha ili hadi siku ziende na mambo yaendelee. Haya, dada hakuamini hapa mbele anamkuta mtu kama amesimama, lakini akahisi ni ule uchovu wake na maisha ambayo amepitia siku mbili tatu kufanya mauaji kwa ndugu yake. Kwa hiyo kumpelekea kuwaza mara kwa mara. Asubuhi hapa Megan anaamka akiwa anaangalia picha ya bwana wake hapa ambaye yeye vile vile ni askari, na mwisho wa siku kumbe askari yule Andrew alikuja kumtembelea Megan na kumjua Megan anaendeleaje. Hapa alimkuta Megan amekaa, ameamka, amefungua mlango. Akamwambia bwana, naona uko busy sana na unalala sana mpaka sasa. Akamwambia bwana, unajua kazi za kukaa Mochwari kuripoti zinachosha. Basi mwanaume yule aliongea naye mambo mengi, kipenzi chake, na kumwambia basi inabidi uwe makini sana katika kazi zako ambazo unazifanya, na uwe mwangalifu sana na usifanye kazi kupindukia, na maana unapochoka inabidi upumzishe mwili wako. Jamaa akamshauri vitu vingi. Akamwambia bwana, naelewa kwa sasa hivi nimeona bora ni stop kwanza. Unata asubuhi leo nimeshindwa kuamka kufanya mazoezi,
na unajua sasa hivi sitaki tena kazi hizo za kukimbizana na wahalifu, kwa sababu naweza nikapoteza partner mwingine. Haya, mida ya usiku ilipofika, Megan anaenda zake kazini, lakini kuna mambo ambayo yako tofauti sana, mambo ambayo yanaanza kubadilika. Hata Megan hakutegemea. Megan hapa anarudi zake ofisini, lakini anamkuta mtu ambaye ana force aingie ndani. Anamwambia nifungulie mlango. Anamwambia sasa nakufunguliaje mlango? Wewe ni nani? Nakuamini vipi? Sikujui kama unafanya kazi hapa. Nakufunguliaje mlango? Basi akapigia simu walinzi wale wakaja, na ule mtu akatishia kama kuondoka. Huyu hapa anaitwa John bwana. Huyu John ni mwendesha ambulance. Yaani yeye vile vile ni daktari ambaye yeye kazi yake kitengo chake cha ambulance. Lakini ule mtu ambaye alikuja kugonga hakuondoka, na hatujui ni yake ilikuwa kitu gani. Lakini Megan hana moja wala mbili. Maiti ya leo inamstaajabisha na maiti ya leo inamchanganya, lakini hakuwa mwingine bali alikuwa ni yule Anna mwenye mapepo. Leo ameletwa tena katika hospitali hii ya kina Megan. Megan kama ilivyo kawaida anachukua vipimo na kuangalia sawa, lakini kabla mchizi hajaondoka akamwaga, akamwambia bwana, mimi aisee natoka kidogo. Megan akaendelea kula vipimo, lakini hapa mitambo inapata shoti na kompyuta inazima, yani mambo yanakuwa shagala bagala. Akaona acha nichukue mwili kwanza ni utie ndani ni uhifadhi, huku akiendelea kufanya mambo mengine. Lakini Megan uoga mzito unamjia, maana yake hii ni miujiza na mauzauza ambayo yanaanza. Mara ghafla vitu vinaanza kudondoka, vitu vinapasuka, na bila kudondoshwa na mtu wala kushikwa, kipindi anautia ule mwili katika jokofu la kuhifadhia marehemu. Lakini hapa anajikata, na mwisho wa siku anachukua dawa za kuua fungus na bakteria anaweka, ili mradi mkono wake usije kupata hasara kubwa au kupata matatizo. Lakini anakumbuka kama mlango wa yule maiti Anna aliufunga na alikuja hapa kuchukua habari zake. Lakini kinachomshangaza, macho ya ubinti jinsi anavyoyaona katika kitambulisho chake, ID namba yake, na jinsi yako hivi leo anavyomuona ni macho mawili tofauti. Huku kiini cha macho yake ni cheusi, huku leo live anamuona kiini chake ni cha blue. Anajiuliza kwa nini kiini kio cha blue? Ina maana huyu kuna jambo la tofauti marehemu amefanyiwa. Akaendelea kula uchunguzi na kuandika jinsi ripoti ambazo inabidi aziandike, kutokana na yeye ndo kazi yake kuchunguza mwili na kuandika ripoti zote. Marehemu kafaje, kitu gani ambacho kimemuua, ama tatizo gani ambalo ameletwa nalo, na baadaye anapokuja mkuu wake wa kazi anaripoti. Lakini hapa aliona tena ile jokofu tayari lishafunguka na kuona kama mtu anauvuta ule mwili wa marehemu. Megan kwa uoga alienda, lakini anamkuta babake na Anna anauchukua ule mwili anataka kuuchoma moto. Anamwambia kwa nini? Naomba uache haraka sana wa mwili, la sivyo nitaita maskari. Na kweli David na Annie walikuja, lakini mambo baba ambaye alikuwa anayaongea ni mambo tofauti sana. Anamwambia hakika mtajutia, huyo sio mtu, huyo ni shetani, na dawa yake huyu kumuondoa kabisa kwa kumchoma moto. Lakini kina David na kwa kutaka sifa na Annie, kwa sababu muda mwingi hapo kazini hapa na hajaonyesha show yoyote, wakamkamata ule mzee na kumfungia ndani ya gari. Lakini anaporudi huko kuna jambo tofauti ambalo analiona Megan. Hata ule mwili ukaamka tena na kujeka sawa. Yaani mwili upo ndani ya jokofu umekufa, lakini unajigeuza. Hapa kuna bora mwite Lisa. Bwana Lisa, kuna jambo tofauti hapa ambalo mimi mwenyewe sielewi. Lisa na mambo kitu gani ambacho kielewi? Huyu mwili bwana haujafa. Lisa alikuwa mgumu na kumkatalia katu. Kamwambia wewe, mtu ni marehemu ameshakufa. Unasemaje marehemu hajafa? Wewe una akili gani? Kama umechoka, tafadhali naomba ukanyuka hao, weka akili yako vizuri. La sivyo, wewe ujinga ama upuzi unaona mbia sitaki kusikia, ama nisikuendelee kukuona katika hii sehemu. Kama umechoka, nenda kapumzike na mimi kazi yako nitakufanyia. Megan akafosi sana kumweleza Lisa kitu gani ambacho yeye kwa macho yake amejishuhudia. Lakini siku zote usilolijua ni sawa na usikuagiza, na usilolitaka basi wewe liagize tu, wenzako watalifanya. Hapa Andrew amekuja na kumwambia mke wangu kuna shida gani? Anamwambia bwana, kuna mambo tofauti ambayo mimi mwenyewe siyaelewi binafsi, na hapa hata sijui nafanyaje. Akamwambia sikiliza, ukiona mambo huyaelewi ama mambo yanakuchanganya, tulia, usifanye kazi kwa pupa. Inabidi uchukue muda wako ili mradi upate kupumzika. Upande hapa David akiwa anacheza akiwa ana relax. Yaani unajua unakaa sehemu alafu unachoka, sasa inabidi ufanye michezo ya kitoto hadi muda uzidi kwenda. Lakini kile kitenezi kinakuja kinamleta mpaka katika maiti ya Anna. Lakini Anna kumbuka ni mzimu na Anna ni shetani. Anna
anajisevia tena David, na David alikuwa hajui kinachoendelea huku ndani, na hajui kama leo amekuja mgeni ambaye muda wote yeye anataka damu tu, ataki mchezo. David akiwa yuko na mambo yake kama kawaida, akajikuta anapoteza maisha yake bila kutegemea kwa kuuliwa na mzimu wa Anna. Yaani David tena na ulinzi wake hana cha kulinda, maana alitona na Jacob na kupotezwa maisha moja kwa moja. Megan akiwa yuko na Andrew wakiwa wanaongea, lakini Andrew anaonekana kama ana wivu na neno hili jipya, lakini alipokuja huku ndani alikuta shagabagara na hajui kinachoendelea, lakini hakuwa na wasiwasi wowote kutokana na tumbo lilikuwa linamuuma sana, kaingia chooni kukata gogo. Mara ghafla ule mpira ambao alikuwa anachezea David ukaja, na alipotaka kuokota kuna kiumbe haraka sana kikaja kaondoa ule mpira. Alipoangalia kulia na kushoto hakuona chochote, ikabidi afanye mambo yake kidogo aangalie, lakini wasiwasi ukamjaa, ikambidi ampige tena Andrew kumwambia, "Hani, uko wapi mume wangu? Naomba haraka sana uje mchumbangu, maana kuna mambo tofauti mimi sielewi." Yaani huyu maiti kama anafanya vituko ambavyo havieleweki. Yaani kuna muda anatembea, akamwambia, "Nenda tena kwenye CCTV kaangalie, maana kamera ina uwezo wa kunasa shetani." Na kweli alipokuja akaona vituko vyote na kumwambia Lisa, lakini Lisa kama ilivyokuwa kawaida yake hakutaka kuamini, hakutaka kuelewa. Akamwambia, "Yaani wewe huna akili, kitu ambacho nakielezea hapa kina ushahidi. Kama unahisi ni ushahidi, hebu tuonyeshe ushahidi wako." Lisa alimnyaka tena na kuondoka kwa kasi sana na kutokuamini ambacho amekiambia, lakini hapa kuna kitu kakiona Lisa kwa macho yake. Hapa sasa Lisa amejishuhudia kile ambacho alikuwa anaambiwa pamoja na Anna, na hapa hakuweza tena kumdharau Anna, bali alimwamini Anna moja kwa moja 100%. Maisha ya Lisa yalikuwa hatarini sana baada ya kumuona kiumbe uso kwa macho. Lisa alijitetea sana na mwisho wa siku Lisa naye anapoteza maisha. Ni yasingemtokea kama angemwamini pamoja mapema sana mwenzake Megan. Na huku Megan akiwa hana lile wala hili, na mwisho wa siku kwenye kamera anamwona mtu akimwita, lakini hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni jamaa yake yule ambaye alikuja na hii maiti kwenye ambulance yake. Basi jamaa alikuja hapa akauangalia mwili, na baada ya maelezo ukapata maelezo vizuri, akamwambia, "Bwana, umwili naona mimi kama siuelewi, naona umwili kama bado kuna muda unapumua, muda mwingine haupumui." Jamaa akamwambia, "Usiwe na wasiwasi bwana, itakuwa kazi hii, wewe ni ngeni kwako." Basi Megan akamwaga, akamwambia, "Basi ngoja nichukue vipimo zaidi na zaidi nijue hatima ya maisha yake huyu mtu." Lakini kipindi yule askari anaondoka, akaona kama kuna mguu kwenye lifti ambao anamfuatilia yule askari. Megan kwa wasiwasi akaendelea tena kuangalia, lakini huko anaonekana mtu mzima kama kuna kitu kakihisi kakigonga, na ikabidi ashuke ndani ya gari lake aendelee kukipekua kitu gani ambacho amekigonga ama kitu gani ambacho amekivaa. Na aliposhuka chini kuendelea kupekua hapa na hakuona chochote. Basi huku kipindiko Anna anaangalia zile movement zote kutoka na huyu jamaa alipotoka hapa mpaka kuondoka, na kweli mwisho wa siku anamwona dada yule akifanya mabadiliko kutoka kuwa mdudu na kuwa mtu wa ajabu, au kuwa maiti na kuwa mtu na kufanya mambo mengine. Hata yule jamaa na uso kwa uso alimuona kwa macho yake, lakini ukimuona tu ndo siku chako na kiama chako. Lakini kwa nini sio kwa Megan tu? Megan anamuona mara kibao, lakini dada muoi. Lakini tuendelee kufuatilia picha yetu na tujue kwa nini Megan hafi. Basi hapa anakuja baba yake na Hana anamteka tena, anamwambia, "Nilikwambia pale nifungulie mlango. Unajua na pale nilikwambia nilikuja nataka tumtie moto. Unajua kitu gani ambacho kimemtokea binti yangu? Binti yangu nampenda sana na binti yangu ni wa pekee, lakini binti yangu alikutwa na ugonjwa mzito ambao kuna shetani au kuna jini liko ndani yake ambalo linamwendesha mwanangu. Kwa hiyo tafadhali, mwanangu ataendelea kuua watu na huyu shetani ataendelea kutumia mwili wa mwanangu kuua watu, na mimi sitaki jambo hilo liendelee. Tafadhali naomba mwili huu utie moto, kwa sababu watakufa marafiki zako na kila mtu ambaye yuko hapa, na mwisho wa siku atatoka hapa ataendelea kufanya mauaji. Unafikiri nani ataendeleza dunia, ama nani ataendelea kufanya ulimwengu huu? Huyu mtu tayari ameshalaniwa, ama mwili huu wa mwanangu umelaaniwa na Bwana Yesu, kwa sababu umemuua mpaka mchungaji." Dada akaona isiwe shida Megan bwana, kabidi akubali wazo la huyu mzee ambaye amemwambia, na ili mradi waendelee kuteketeza mwili. Basi baba aliongea vitu vingi kwa mwanae vya uchungu na kumtaka mwanae amsamehe kwa ile jambo ambalo anaenda kulifanya hapa, kwa sababu ni chaguo lake yeye mwenyewe baba mtu, na wala hapendi kufanya jambo hili kuwa mwanae mwenyewe ashabadilika kuwa shetani. Lakini kibao kinageuka, na mwisho wa siku yule Anna anaamka na kufanya miujiza mikubwa. Hata baba anapojaribu kumtetea Megan kwa Anna, mwisho wa siku baba yeye ndiye anayechomwa na sio tena Megan. Yaani
Hana anaamka katika usingizi ule wa kujifanya yeye binadamu amelala, na mwisho wa siku kuwa kiumbe wa hatari na kufanya miujiza na kumuua babake. Na Ana akaanza kumkimbiza Megan, na Megan kukimbia kutetea maisha yake. Megan alikimbia sana kutetea maisha yake, lakini binti huyu aliendelea kumfuata kimiujiza hata akikumwacha. Hapa akiwa hana moja wala lile, Andrew anakuja moja kwa moja anakuta hapa maiti nyingi zishadondoka na watu wameshakufa. Na huyu askari mwingine ambaye yeye alikuwa anaye jicho chochote ambacho kinaendelea huko, lakini upande hapa tunaona Megan amejificha ndani ya jokofu moja kunusuru maisha yake kumkimbia Ana ambao ni shetani ama mzimu wa Ana. Akiwa yuko ndani ya jokofu anaendelea kupiga, na hapa alishamsikia kama Andrew anamuita, na mwisho wa siku aligonga mlango mkubwa, na mwisho wa siku macho kwa macho pamoja na mume wake au bwana wake Andrew. Ambia Andrew, hakika nilichokuambia ni kweli, na hapa watu wengi wamepoteza maisha, yani ubinti hakufa, ni binti shetani. Lakini kwa macho yake anashuhudia huyu binti akija katika muundo ule wa kushota mporampola, so zombie vampire, na mwisho wa siku na yeye aliuawa. Yani huyu dada hana huruma, ukicheza naye kidogo tu amekuwa. Na hapa alitaka kumsambaratisha Andrew kwa mikono yake, kwa miujiza yake, lakini Megan akaona baba chanja, nitalikosa mimi ogo la ng'ombe. Mwisho wa siku akachukua bunduki na kuanza kumshuti Ana, na Ana alidondoka chini. Yani ule mzimu kidogo ulipunguza visa. Hapa alimsaidia bwana wake na akamwambia panda lift, ondoka, mimi nimalizane nao huu, kwa sababu mwili suluhisho lake kubwa ni kutiwa moto na si kuacha ukiwa mzima. Megan anataka kumchoma Ana moto ili mradi amalize swala hili, kwa sababu alishaachiwa usia na kuanza kumburuta chini taratibu na kumsogeza katika chemba ya moto. Lakini Ana anataka kufa naye binti, na binti Megan anajitetea ili mradi asife na maisha mengine yaendelee. Na kweli Megan alifanikiwa kuchoma mwili wa Ana, na Ana ikawa ndo mwisho wake. Wanangu, naomba msubscribe, mweke alama kengele, mcomment, pia mshare, na vile vile niambie wewe kwa hii movie sasa hivi unaiangalia kutoka nchi gani, unaiangalia hii recap yangu ukiwa uko mahali gani. Naomba tuweke hapo like zenu, tuweke comment hapo tujuane unaangalia hii movie kutokea wapi, na uzidi kuwa mwanafamilia wa Tam Recap TV, na kila movie nzuri au kila recap ambayo nitaifanya uzidi kuishuhudia. Huu ni mwanzo tu na bado vitu vingi vinakuja. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kulike. Chao, tukutane.